Dazai bwana, tumezungumzia hapo masuala ya ndoa. Kwanza nataka tuende moja kwa moja kwa wasi wetu, ndoa hayo ilitikisa kidogo. Namzungumzia Haji Manara pamoja na Zaiylissa, lakini jizikati hivyo itakiana na mambo mengi yakaibuka mpaka wakaanza kutokana na mitandaoni. Kwanza wewe mwanaume wako akikuacha, ni sahihi kwanza kutokana na mitandaoni? Hapana, ndio maana mimi mahusiano wangu sipendi kuweka mtandaoni. Kwa sababu najua mahusiano mtandaoni na mambo mengi, mkiachana watu watajua, mkiwana mtajua, mmetokana watajua. Kwa hiyo kwa mimi hapa, pamoja kwenye jamii hayo yapo, mwanaume kukutukana au mwanamke kumtukana mnapoachana. Lakini sio vizuri, kwa sababu unapokuwa mtu na mahusiano naye, hata kama ana mapungufu ulishamkubali. Awe mjinga awe mpumbavu mlishakubaliana naye. Neno sio kwa sababu ulikuwa hivi ulifanya hivi, hapana. Ndio maana wanaume wameumbwa na koromero. Pamoja sasa hivi wanaume wa mwaka huu makolomero hawana. Kama una kasoro zako mwenyewe akili atanyamaza kimya, kama mwanamume atakubali. Lakini sasa hivi mwenzangu, wanaume wamekuwa hawana siri. Tena zaka kutukana matusi au mwenyewe uko na aibu. Yaani wewe kwa baki mdomo ndio wewe unaitamka. Kini ndio hivyo. Wanaume wamekuongeaje zaidi wana sana. Sio kwa sababu tumewapita kipesa. Masiku hizi nguvu zote zipo kwa wanawake. Kila kitu wanawake, kila kitu unajua tena. Kwa hiyo wao tu wamechukua midomo, sisi tumechukua riziki, tumechukua kila kitu. Ndio maana wanatushushua. Kwa hiyo Dazai, unaona wanaume sasa hivi hawana pesa, tumewapita kila kitu. Sasa hivi tunafanya tuko tunaikuwa ndani tu kupika, basi kumpikia mtu, kutumwa kama mbwa, una kazi ya kuendi kokote. Sasa hivi tu tunafanya kazi na sisi. Kwa mwanamume hata kama ana kipato chake na sisi tuna kipato vile vile. Kwa sasa wao wameona baada kile cheo chao tumekichukua sisi, basi wao wanapata cheo cha kuongea. Cha mdomo. Okay, kwenye vurugumashi la Manara pamoja na Zaiylissa, wewe ulikuwa unahisi nani? Unaona nani mwenye makosa kati yao wawili? Kwa kweli mapenzi kama mzani, huwezi kusema Manara, huwezi kusema Zai, kwa sababu hujui. Kila mtu anavutia kwake. Ila kikubwa tu mimi nilichokuja kukiona kwamba huyu kaongea hivi, kama siyo maana nimesikia siyo kamtongoza mtoto wa ndugu yake. Kwa hiyo sijajua. Kwa hiyo kitokea labda kwamba yeye ndo mwenye makosa, ilibidi wakae kifamilia wayaongea pamoja. Kuna mengine sio ya kuyaongea, mengine ni ya kukaa tu pembeni na kuita familia. Lakini pale kuna mambo yamefika hapa kwenye media, ina maana mambo ni makubwa. Na kama ni kweli kamtongoza mtoto wa ndugu yake, haipendezi. Hata mimi mume wangu akimtongoza mdogo wangu siwezi kukubali, sababu ni dharau. Ina maana hata mimi umeniona sifai kama hata wengi kwenye familia, kwa ni dharau kwenye familia. Mimi nachokiona alichokiogopa Zai ni aibu, kwa sababu kiangalia umri wa Manara na yeye na ndugu yake ni vitu vitu tofauti. Kwa alikosea mkubwa. Haya, sasa tukiachana na ukoo alikogombana, sasa hivi kuna vurugumashi tena limetokea kwenye mitandao ya kijamii baada ya sauti za Manara kuvuja akiwa anamsema Alikiba kwamba hajui kuimba, lakini pia kumsema JSM, hivi shoti viongozi wake zimevuja katika mitandao ya kijamii. Kwanza kwa umri wa Manara na maneno anayoyaongea Dazai, hemu ongea chochote. Kwanza hakuna kitu kibaya kama kumsema mtu ambaye hajakusema. Sinaelewa. Mfano kama hapa nikae niseme Alikiba simpendi kanikera nini? Alikiba amenifanya kitu gani Kwa sababu unajua mseme mtu ambaye na wewe anakusema au anakufuatilia. Na ndio maana mara nyingi sana ukifanya kibaya Mungu anakuumbua kama ulivyosema. Kwa hiyo paka imefikia hatua akaumbuka kusikika kauli ya kumsema mtu. Mimi naomba kwamba jamani, kuna umri ukifika tujaribu kutubu na kuswali. Haya yote hatuna hofu ya Mungu. Ukiwa na hofu ya Mungu huwezi kufanya mambo kama hayo. Kwa sababu unapozidi, unajua umri unavyoenda juu na namba ndio inazidi kukolea uhai wa kufa. Kwa kuna vitu vingine utakuwa uviepuke. Mtu ajue kuimba sijui kuimba, hiyo ni mambo yake mwenyewe. Yaani haya usiani. Kwa mimi namshauri kakaangu, maana mimi ni kama kakaangu. Mimi yule ni kakaangu na ni mdau wangu sana, napenda kusikiza vipindi vyangu. Kwa hiyo kaka, mimi nachokuomba kama, kwa sababu sauti mimi sijaisikia, yeye anaisikia kwamba imevuja. Alikuwa anasema kwamba Alikiba hawezi kuperform, ajui, anabana pua. Kikubwa tu kaka, Alikiba anajua kuimba na Alikiba ile ni sauti yake. Kubana pua ni hivi. Hiyo ndio kubana pua. Lakini yule anavyoimba ni sauti yake alobarikiwa. Sema Alikiba ni mtu mmoja ambaye mimi nasemaga si mtu wa majivuno, si mtu wa kujipamba. Unaelewa? Yaani anajiamini kipaji chake atipoa na Mungu. Kwa hiyo Alikiba ataendelea kupokea vita nyingi kwa sababu sio wa kwanza kusema hivyo waliongea wengi tu mala na bana pua hajui kuimba. Kwa hiyo mti mzuri kupigwa mawe ni jambo la kawaida.
Mimi nachiona tu niongee na kakaangu Kiba, maana sisi kwetu Uswahilini ndio kama pambe yetu. Vinyimbo zake sisi kwetu tunatufikia kiujumbe wa kimapenzi. Hata kama ugombana na mpenzi wako, ukisikia nyimbo ya Alikiba unamsamee mpenzi wako, sababu ni yani sio hata nikutajie Alikiba kwetu. Kwa hiyo mimi naona tu kwamba ni Alikiba ni mtu mmoja ambaye yani sio hata nisemeje. Yani ni mtu ambao kila siku unashambuliwa, lakini mwenyewe unamuona hana baya. Mtu wenye matunda. Haishi kupiga mawe. Kwa hiyo wafu sasa wanaopiga mawe watu wazima, baada ya watoto wadogo, watu wazima ndio wanampiga mawe. Kwa ni mtihani. Hadi mimi nachomba tu Alikiba ndiye kufanya dua. Kwa sababu midomo watu wazima ni sumu. Hapo umesema kwamba Manara amefika umri wa kutubu. Atubu. Ukiona paka mtu mzima anakosea maneno, watu wanakukosoa, basi huo ni mtihani. Umri wake wa kukaa kuanza kuswali. Akae tu aswali, kama anaswali basi aache tu maneno, sio vizuri. Mtu mzima kusema sio vizuri. Yani mwimba kaswida yule Dazai, wewe ni Muislamu. Ndio maana nikasema kwa umri wa kaka sio kusema kwenye media. Hivi ni kusifiwa tu, bwana kaka Haji kafanya hivi. Sio mara leo kafanya hivi, mara kagombana huyu, mara achana na huyu. Hapana, acha hizo habari bwana. Hana busara. Kusema hana busara nitakuwa namkosea heshima sababu ni mkubwa kwangu. Ila tu aache yale maneno kwa watoto. Kwa sababu Kiba ni mtoto kwake. Kama anamuona hawezi kuimba, amuite. Amfundishe kuimba. Hiyo ipo kwenye kibishana. Sababu Kiba mimi na imani anaga skendo za kipumbavu. Ndio maana nikasema ni kama yeye ana uwezo wa kumuita. Hata mimi hapa Kiba nina uwezo wa kumuita. Kama unakaa Kiba hapo umezingua. Kwa sababu ni mtu mmoja yuko pisi. Yaani Kiba meta nikipita Kijonongo hapa anakuja vizuri sana. Kuja sana. Nishaye kumtafuta. Mimi nishaye kumpigia simu na nikaongea naye, vipi sasa safi hivi na hivi bwana, fresh. Njoo bwana, nitakuja, nimesafiri na ashaye kuja hapa. Ana baya yule jamaa yule, Mungu amweke kwa kweli. Hajajali yeye ni mkubwa kiasi gani kwenye kazi zake, lakini anaangalia auto. Mimi mama mtu anapomsemaga yule kaka anaonaga afu wote jiyao go. Yaani unajua yule nani na yule nasemaga na kipindi kile. Yaani yule kama mtoto wao anamzaa kwa anavuta sigara. Kiba anamzaa kwa anafanya kwa nini? Lakini hajaisha kumsema Manara, tukasema pia na watu wanaompa pesa. Dazai unaweza ukamsema bosi wake. Yaani can you imagine amemsema mpaka GCM bosi wa Yanga. Manara haogopi mtu. Yaani Manara kitu ambacho kakaangu anachojiamini, kwanza haogopagi mtu. Na kilichomtoka mtu kwa Manara kimemtoka. Sasa mimi tu bosi wangu yeye anamuogopa kumsema. Yeye Manara anawezaje? Ukiona hivyo anamuweza. Kwani kuna mabosi watukeli? Papala nyingi, mdomo mwingi. Papala mpaka unasema ugali wako. Wewe unaweza kusema ugali wako unakulisha. Unakulipisha kodi mdogo wangu. Sasa ukiona mpaka mtu kausema ugali wake mawili kauchoka au anaelekea ukingoni kwenye ule ugali. Kwa sababu hakuna bosi alonyoka. Hata mimi kuna uwezekano kwamba bosi wangu ananikera, ananiuzi tabia zake, lakini siwezi kumsema naumia rohoni kwa sababu bosi ndo kashapewa jina la ubosi huyo mdogo wangu. Bosi anuniwi. Si unanielewa? Wenda anataka kujitoa kabisa, au labda alikuwa ajui kama sauti zitavuja. Kwanza watu wajifunze, sasa hivi watu wameka kimaslahi. Sasa hivi ukiongea neno tu ndugu yangu na mtu atakupigia tu simu, halo kijua nongwa, hebu nipe story ya Gea, anakurekodi, umeumbuka. Kwa hiyo tujifunze kuwa na kaba za roho. Kama mtu kakukela muite pembeni mseme. Bosi wako akuzingua muite mchane bosi wako. Haya mambo ya makando ndio yanasababisha sema matatizo. Kwa sababu kuna uwezekano wewe labda wewe unaliongelea lile neno kwa nia njema tu kwa kutoa karaha yako. Au maana usikute kaongea ile neno na bosi wake labda karaha. Kuna vitu anatendea. Sasa ndo mtu binadamu akishachukua sheka hadharani, uonekane umeongea kwa sababu umeteta pembeni, maana wewe ubaya. Lakini angemuita bosi akamwambia asingetokea yote hayo. Lakini Dazai, hivi sijui wanaume wanatuchukuliaje? Kwa sababu gani? Manara baada ya sauti zake zilivovuja, yeye direct akamrushia mpira Zailisa, kwamba Zailisa ndo kavujisha hizo message. Ini hali sio Zailisa, na Zailisa kaisha kuja kwenye mitandao ya kijamii kasema sio yeye. Na kamtukana kweli Zailisa, kasema mara alikuwa anaishi na shetani, nyoka, mara alibaki kumpatia sumu. Wewe unala kuzungumziaje kwa mdogo wako Zailisa kwa anayoyapitia sasa hivi? Zailisa avumilie kwa sababu hakuna ndoa nyepesi. Kama aliweza kuvumilia kwenye ndoa, akavumilia hata kwenye eda.
Maana yule kwa Eda Kwa hiyo Eda yake ivumilie. Atafikia mengi tu, ataambua mengi na mengi. Ila tu tujifunzege, mtu akiachika kwenye mapenzi yake, unapoingia kwenye penzi la mtu ambaye alishatoka, tuwe na roho ya kusema kwamba, maana tuna ile kauli kusema kila siku wanawake ndio na makosa kwenye kuachika. Wao umeachika ujui mapenzi, hakuna. Kuna wengine wanachika wanaume wana gubu, wana mdomo. Kwa hiyo mwenzako anapoondoka, wewe muombe Mungu, ambaye Mungu naingia kwenye ndoa hii, naomba unisaidie. Pamoja sije kumuona Zahiri sasa hivi, sijamuona kwenye kujigamba ni kwamba sikumiliki mume. Sijui lakini ndio watu wajifunze. Kwa mimi nachomshauri mdogo wangu Zai, naomba wifi yangu, kipenzi, rafiki yangu, besti yangu, naomba uvumilie mdogo wangu. Hakuna neno lisokuisha, yatakwenda atakwisha. Mimi na imani huwezi kuvujisha sauti, na hata kama umevujisha sauti, kama ni kweli kavujisha, basi atakuwa amekosea, kwa sababu binadamu anavyokushambulia usimshambulie. Mwache. Ili ugomvi usiendelee, mmoja lazima awe chini, mwingine awe juu. Kwa hiyo ni hilo tu. Na sisikize maneno ya watu. Lakini Mange Kimambi kashathibitisha kwamba sio Zai, lakini Manara bado anaendelea kumsema Zai, kumwataki, kumtukana mitandaoni. Hiyo ni busara au kwa umri wake alitakiwa kujishusha na kuomba msamaha? Hapo sasa mimi ninachoshauri Manara asimtukane, yule alikuwa ni mkewe. Na kama ni mke wako, hata kama amekukosea, yeye ni mkubwa, mvumilie tu mke wake. Kama vimevuja, kama Mange kasema hajasema yeye, atakuwa tu amsamehe. Sema hata ujue uwezi jua mtu anavomlalamikia au anamngangania, uwezi jua labda yeye ndo alimpa, aliongea naye, au ile voice alizokuwa nazo Zai. Kwa hiyo yani uwezi yani kwa ugomvi wanaojua ni wao wenyewe wawili. Lakini kutukana mke wako au mtaraka wako si sahihi kwenye mahusiano. Kwa mfano ingekuwa ni wewe ndo mume wako kasema kwamba kakutukana kwa mitandao, ni wewe ndo umevujisha sauti zake, hali sio wewe, ungefanyaje na uswahili wako dada Zai? Ningepigia simu kwa maneno mazuri, mpenzi wangu uko wapi, niko sehemu fulani, ningetoka hapa na ni changu cha chapati kile kisukumio, ningefika paka eneo husika, ningemuuliza kwa nini umenitukana kipenzi changu, kingechofuata. Sisi kwetu kurusha thirani jambo la kawaida sana. Ni kukupiga chupa sekunde tu kukutoa rangi nyekundu kawaida. Kwa mimi na imani yule babu angelekea Muhimbili, mimi ningelekea Segerea. Kwa sababu sikubali fedheha, wala sikubali matusi. Ndio maana kwenye mahusiano ni vigumu kuonekana kwenye mitandao mwenzangu, kwa sababu tunapigana wenyewe, tunapigana polisi, tunamalizana naye. Mtandaoni kuna mambo mengi. Kwa hiyo ushauri wangu, masuperstar wajaribu mahusiano yao, sio kila mahusiano weke mtandaoni jamani. Kwani ukiwa na mtu wako afu mkatulie, kuna ubaya gani? Ndio maana wanaibiwa mabwana kwenye mitandao. Bwana umemposti mwenyewe, mmetoka mbali kwa haja kunyakuliwa kama kipanga kwa kupenda sifa. Mwanamume hata usipomtangaza kama umeo tu, au sio? Lakini kidogo kijiona na bwana, mimi sijawahi jamani. Yani siwezagi maisha haya. Unaogopa nini? Mungu. Yani sisi watu wa Uswahilini, labda naweza kusema ni Uswahili wangu ambao sikuzoea yani. Kwanza mwanamume wangu hapendi hivyo vitu. Yani wapenda. Nani kwa mwingine mshamba kwa sababu sasa kijana kwa maarufu moja mjitoe, hapana. Yeye mwenyewe na mambo ya kamera vitu tofauti. Yani havitaki. Anakuambia mke wangu ni hapana. Ni kama mimi nakupenda sio paka unishe mtandaoni. Afu ni mwanaume unajua Kuna nyambizi wengine wako vizuri mitandaoni. Mtu anamfuata anamchukua kirahisi, bwana anakukimbia hivi unamuona. Shida kwenda kukesha kwa waganga kila siku. Kumrudisha bwana wakati umetaka mwenyewe, maisha yao sina, nende kwa mengine tu kwa waganga kisa kwenda kumrudisha bwana aliochukuliwa kwa umbe yangu mwenyewe. Lakini wale wote walikuwa maarufu ndo maana. Sawa, hao sawa alikuwa maarufu. Sasa kama kwa nini natukana nani? Wao maarufu, kwa nini nasimalizia kimaarufu? Wao umeniacha sababu riziki kisha imeisha babangu au dada yangu mdogo wangu. Riziki inaposema no. Ndio maana unaishi na mwanamume wako miaka 7 au miaka 2, umeolewa ndoa mwezi mmoja wa pili umeachika. Mwanaume akishakuchoka au mwanamke akishakuchoka, mapenzi yarudi nyuma hata siku moja. Mimi nishashuhudia mtu anambia na mwanamume wake, nikikuona mke wangu kama paka sura yako. Nikamwambia shoga yangu ondoka, baba bila kwako ondoka, hapa hakuna ndoa. Mpaka mwanamume anakuona wewe paka, hapo tena hakuna ndoa. Kwa mapenzi yanakwisha. Kwa hiyo kinachotakiwa ni busara tu. Iwe mmefumaniana, iwe mmekutana message. Achana ni kizungu bwana, mimi na wewe basi ndio sisi wewe tunavyoachana. Yaani siku tunaachana maana wanaume zetu tunacheka, tunaenjoy. Yaani kesho nakutana mtu wako na mimi mtu wangu tunagonga 4, mambo yanakwenda. Wewe kula pombe na mimi kula pombe, kula bia. Tunakula zetu bia, maisha endelea. Yaani kama tuje kutembea naye. Yaani mimi natafuta bwana mpya, naye natafuta mwanamke mpya. Tukikutana mpaka mtu aje kujua kama tuliishi miaka 7. Basi yaani sio hata nikwambieje.
lazima mpendane. Nataka mmeachana mpendane, kuna siku mtaweza mkaudiana. Kuna kupasha vipolo vya bahati mbaya. Mshalewa mmekutana sehemu huko mnakumbushiana hizi zile za kuchukuchi za Dubai. Kwa hiyo msiachane kwa vita. Tutaja kudondoka tutashinda kuokotwa. Nchi ndogo hii. Watu wanasema kwamba Manara umri uliofikia inabidi aongee na watu vizuri, maana kaishazeeka, atakosa wa kumsaidia baadaye. Inategemea na umri wake, kwa sababu Manara mimi sijui ana umri gani. Mtu mzima? Mtu mzima Basi kama ni mtu mzima, kumrekebisha mtu mzima kauli yake au mdomo wake ni vitu vigumu, mdogo wangu. Tabia kama ngozi. Kwa atazekana, ndio maana kuna wazee wengine wakuta mtu mzima lakini ana mambo ya hovyo, ana mdomo mtu mzima. Kwa hiyo ile ni huruka yake, huwezi kumstopisha. Na hasa anapokerwa. Kwa sababu mimi namwona Manara ni mtu mmoja ambaye hapendi, yani akikerwa hawezi kuvumilia, lazima atoe nyongo yake. Yani hawezi kufanya nyongo akapata vidonda vya tumbo tumboni. Kwa anaitoa ile nyongo yake. Sasa anapoitoa ile nyongo mwenzangu ndo anapoitoa vibaya. Hapo ndo anapoonekana umri umeenda, lakini kwenye karaha hakuna umri. Tumalizie na ushauri kwa wanaume wa Uswahilini wote wenye tabia kama ya Manara, wakigombana na kuyazagaza. Ndio maana mimi nasema kila siku, Mheshimiwa Mama Samia kama anatusikia, kwanza mibaba inalopoka ovyo kutukana mjana mkeo ifungwe. Sio kufungwa tu. Yani mibaba inalopoka ovyo, mibaba inayotekeza watoto, ipatikane kifungo cha sheria. Kwa sababu haya yote yanasababishwa na nini? Hawapati adhabu kali. Wewe uwezi kumtambia mke wako ana nundu kalioni, mke wako ana mipengo, ulivyomuoa kwa ujui mipengo. Mara sijui uko hivi, matusi yanatukira wanawake tunaume. Mimi kwa kweli sikubaliki. Mimi mwanamume anakaa pale, mimi nakaa pale, mjumbe anakaa pale. Mjumbe anaandika tu mitusi. Yani mimi sikubali. Hata mama yake mzazi simpe natukana vile siogopa. Sababu anatukana mimi nyamaza kimya. Yani katika maisha Uswahilini sisi hatuna bali hiyo. Yani wewe kubali umenitukana, wewe nitakutukania kijiji chako chote hata kilichokufa. Mimi nafufua makaburi yote yalikuwa kijijini kwenu yote na wale wote naeka pale uwanjani ili na wewe siku nyingine ujifunze. Ndio kiboko ya wanaume. Kwa hiyo kwa ushauri wangu jamani, wanaume muache kutukana wanawake. Na wewe mwanamke kama umegombana na mwanamume wako msipende kutoleana siri. Hata kama alikuwa na kasoro zako nyamaza nayo. Kwani mkiachana kimya kuna ubaya gani? Cha mnaachana kwa amani, kwa upendo. Kwa hiyo ndio ushauri wangu. Tuachaneni kwa upendo, kwa amani. Vita sio nzuri, watu wanauana, wanachomana visu kwa sababu ya mapenzi. Kwa hiyo tuachane kwa amani ili tuishi kwa amani. Ndio hilo.